Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ni furaha iliyoje msikilizaji kukutana pamoja nawe kwa mara nyingine tena ili kukuletea uchambuzi wa habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru sana kwa kuweza kuendelea kututegea sikio. Hii ni redio ya kijamii Kivu inayotangaza ndani ya mji wa Baraka. Karibu kwa kuweza kufuatilia vema uchambuzi wetu ambao unajumuisha habari muhimu leo hii, ripoti za wenzetu toka kona mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu Baomesa Di François, mchambuzi wako wa siku, na saidiwa na Merci Mbelechi kwenye ufundi wa mitambo. Karibu na tega sikio. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu hapa na kupa fursa ya kufuata habari muhimu ambazo za leo zimeandaliwa naye Isaac Muluta Ashibe. Habari za leo? Salama kabisa Baome. Karibu sana. Asante sana. Kwenye usomaji wa habari muhimu leo hii tuanzie mjini Baraka. Zimeendeshwa Ijumaa ya tarehe 16 Mei mwaka wa 2025 harakati za uzinduzi wa ujenzi wa vyumba vya wamama katika kijiji cha Kandali na Katanga. Pia chumba cha matibabu ya walemavu Pakikwena, ujenzi ambao umeendeshwa na shirika la nyumbani Ajepad. Huko Simbi, wanamgambo wawili wa kundi la wazalendo la FPDC-ML linaloongozwa naye mtetezi wa pili Olivier Bolingo wameuawa kwa risasi mnamo siku ya 4 ya wiki tunayo kijijini Simbi, sekta ya Mtambala, tarafani Fizi. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari kutoka huko Kilembwe. Mbuzi moja na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana, muanga kutishiwa maisha. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa siku ya 5 hii kwenye eneo kati ya Kilembwe na Makola, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, shirika la raia limekemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Baomesa Di François, hadi hapo naweka nukta kuna usomaji wa habari muhimu. Shukran sana Isaac Muluta Ashibe. Msikilizaji, hivi sasa tuangazie uchambuzi kamili tukianzia ndani ya mji wa Baraka. Shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka limetoa mwangaza kuhusu idadi ya watu waliofariki kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kujaa kwa mto kijijini Kasaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Uongozi wake umetoa mkono wa pole kwa wahanga na kuomba serikali na mashirika ya kiutu kuwatolea misaada. Akizungumza na Radio Kivu, mwenyekiti wa muundo huo Bwana Lusambia Wanumbe amesema hadi sasa idadi walionayo ni ya watu 110 ndio waliofariki, tofauti na idadi iliyotolewa na mmoja kati ya wabunge wa kitaifa kama anavyoeleza. Asante sana ndugu mtangazaji. Ya kwanza ni masikitiko makubwa kwa jangwa la mafuriko lililotokea jijini Kasaba, kijiji ambacho kinapatikana pembezoni mwa mto Tanganyika. Wangu na nimepata fursa kupitia mikro yako kutoa mkole wangu, mkole wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo wa Makiwa kwa watu waliofariki hapo, kwa majamaa, marafiki, wa ndugu ambao wamepoteza maisha, wamepoteza pia na vitu. Ndugu mtangazaji, nimefuata kwa makini mjumbe mchaguliwa mmoja wa mtaa mmoja hapa kwetu kwa SD la Republique, ambayo ningetaka nisitaje jina, ambao walienda kufanya utetezi kwa Madame la Premier Ministre, ya kwanza kumpasha habari juu ya janga la mafuriko yote Takasawa, ya pili kufanya utetezi ili wapate msaada. Nimewashukuru sana kwa jambo hilo, wamefanya jambo mzuri kama vile wabunge wa taifa. Nimewashukuru kwa jambo hili la utetezi kabisa. Ningetaka kutoa mwito, ujanga la mafuriko Kasaba labda sio la kwanza, ingine imetokea miaka 2 ya kufatana hapa vijiji jirani vya Kasaba na ileta maafa nayo makubwa. Ndio maana mimi wito wangu na utoa vile kwa mashirika za kiutu. Mashirika za kiutu zisimame wima ili kusaidia kutoa msaada wa kiutu wa ndugu wa Kasaba, kwa sababu watu wale waliobaki leo hawana kitu
hawana nyumba, hawana dawa, hawana chombo hata kile kimoja, na wale watu wanakuwa na haja kubwa sana. Ndio maana wito wangu nasindikiza mashirika za kiutu kusimama kwa haraka sana ili kwenda kusaidia wandugu waliobaki huko Kasaba. Upande mwingine amepongeza wanabunge wachaguliwa wa tarafa ya Fizi kwa utetezi wao, huku akisii serikali na mashirika ya kiutu kuwajibika kwa ajili ya wahanga. Lakini hata hivyo nimesikia wamezungumzia, wametoa hesabu ya waliofariki katika janga hilo ni watu 1120. Hapo nikashtuka, nikasema watu 1120 si takriban hesabu ya nusu ya watu wa mtaa wote wa Fizi. Nikaona ilikuwa muhimu kwangu kufikia opinion juu ya hesabu kama hiyo. Mpaka saa hizi watu waliofariki Kasaba katika janga hilo la mafuriko, hesabu tunao sisi kama shirika la raia, ni takriban watu 110. Inawezekana kama utafuti unaendelea kwa sababu janga lilikuwa janga, lakini kufikia hesabu ya watu 1112 nawaza kama sio kudanganyika. Kama sio kudanganyika, ina maana labda hawajui mahali palipopitika janga hilo, hawajui mjini kijiji Kasaba. Inawezekana hivyo, na kama haiwezekani hivyo, basi labda kuna mengine yanakuwa lengo zingine. Natoa vile shukrani zangu kwa wabunge wa Fizi kwa kazi ya uteteaji ambao wanaendelea kutetea, iwe kwenye bunge, iwe kwenye waziri, kwa sababu kuna wamoja walienda kuona waziri wa mambo ya kijamii kwa ajili ya usaidizi wa serikali kutoa msaada kwa wajanga waliopata maafa huko mjini Kasaba. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu, zimeendeshwa Ijumaa ya tarehe 16 Mei 2025 harakati za uzinduzi wa ujenzi wa vyumba vya wamama kuzalia katika kijiji cha Kandali na Katanga, pia chumba cha matibabu ya walemavu Pakikwena, ujenzi ambao unaendeshwa nalo shirika la nyumbani ya JEPAD. Mwenzetu mchumbe wa mkulima na Fatuma ameshiriki kwenye uzinduzi huo, na hii hapa ni ripoti aliyotuandalia. Raia wa kijiji cha Kandali, Kikwena na Katanga walijawa na furaha mara baada walipoona msafara wa shirika la JEPAD ambao ulishindikizwa naye meya wa mji wa Baraka kufika kwenye maeneo yao. Mashaka Rashidi ni coordinator wa shirika la JEPAD, hapa anaonesha namna nyumba hizo zitakavyojengwa. Ndiyo, ni katika mradi wetu wa maisha kwa wote. Tumefaidika pia kupata wafadhili wengine ambao wamesaidia kwa kujenga maternite mbili, ni kusema moja Katanga na ingine pale Kandali. Lakini pia kuna vile ujenzi wa kituo au centre ya kutunza watu wenye kuwa na ulemavu ambayo itaanza kujengwa hivi karibuni pale Kikwena. Maternite itakuwa na kwa urefu mita 14 na vipande 17 na upana wa mita 8 na 17, na ile centre au ile kituo ya kutunza walemavu nayo iko ya mita urefu mita 12, upana mita 10. Hii miradi ya kujenga maternite na ile kituo ya kutunza walemavu ya kujenga maternite na inazaminiwa na AFAS, ni fondation ambayo iko pale Uholanzi, na ile kituo ya kutunza watu wenye kuwa na ulemavu pale Kikwena inazaminiwa na Zijini, zote zikiwa fondation au shirika zinapatikana pale Uholanzi. Kila maternite inajengwa kwa kiwango cha pesa $25,000 kila maternite, ni kusema maternite mbili zinakula $15,000, na ile kituo ya kutunza walemavu iko na jumla ya pesa $13,000. Sio mwisho, tunajaribu kugonga milango hapa na pale. Ali Mangunga ni mkuu kiongozi wa kijiji cha Kandali ambacho kimefaidi na ujenzi wa chumba cha wamama kuzalia, akubaki kimya kwa ujenzi huo. Tunasema karibu nyote katika kijiji chetu cha Kandali, na kadiri vile gisi waliotangulia kusema, kweli tuna furaha kubwa sana. Tuna furaha kubwa kwa kuweza kupokea kwanza wageni wetu, na vile kuweza kupokea hiki kitu ambacho wanatuletea kwa siku ya leo. Kwa hiyo sisi
hatuna mengi ya kuongea, lakini furaha tu njoo inajaa mioyoni mwetu. Kwa hiyo tunasema karibu kwetu na tunawatakia vile vile kazi njema. Aksanti kwa wote. Vivyo hivyo mkuu kiongozi wa kijiji cha Kikwena anaonesha hapa furaha yake kisha kijiji chake kufaidi na mradi mojawapo wa ujenzi wa chumba cha kutibu walemavu. Kwa hiyo tulipenda kusema kama tunashukuru kwanza serikali kwa gisi ilituona na kutusamini batoto ya Kikwena nabo bapate maendeleo. Longe. Na hii yote entite ya Kikwena iko mwantite ya vile ya Baraka. Hii sasa ndio maendeleo ya baba yetu maire de la ville alituletea mwingine yetu ili mwingine yake nayo ionekane kama mwingine zingine. Naye De Gaulle Malembe, kiongozi wa baraza la vijana mjini Baraka, amewataka raia hasa vijana kulinda vema vifaa vya ujenzi wa nyumba hizo. Tunashukuru sana AJEPAD kwa kuwaza muradi yenye naelekea kumbuka wa ndugu yetu walemavu. Na nashukuru tena paske babiana yangu jeunesse panda 3 mois tuko na kazi hapa. Eska tusipi kwa makofi kwa ile nani? Tuko na kazi panda 3 mois. Alors, kenda lomba ni sécurité ya vitu yetu bandugu. Si jeunesse ndio tunapaswa fanya sécurité. Haiko ndio shinde ya wazalendo. Ndio tasikia tena na hapa nyumba ya 20 sur 10 mujulize ni nyumba hapa 20 sur 10 ni nyumba akabambi sana, itakuwa histoire babiana hapa ndio watapata makazi. Na fulani ndio kwa mafera ya watoto tupendi kusikia habari wa ndugu yangu. Haiko vile bandugu. Osi mama leta kwa shefu juu hapa hakuna nyumba inyeko na milango ya kukaza. Meshe peke ndio milango iko vile. Mzungu akishatosha franga yake imprévu kwa mzungu. Tukiharibisha inaharibikia pale juu projet washa prevoir kila kitu. Tukiiba tunajua peke na histoire imeshia pale. Kwa hiyo tutafurahi sana hii nyumba iishe na lomba conscience yetu itumike na tupatie Mungu wetu valeur. Nao mtaa wa afya wa Fizi ambao uliwakilishwa naye Mashichwe Moka Simplis kwenye harakati za uzinduzi wa ujenzi wa nyumba hizo amesema kushukuru shirika la AJEPAD kwa mradi huo kuuendesha ndani ya mtaa wa afya wa Fizi. Tunasema kwanza tunaanza na shukurani kwa wakuu viongozi wote ambao wameitikia mwito huu wakuja kuchukua kitu hichi ambacho tumekuja kuwapa kama vile mtaa wa afya wa Fizi, kwa sababu vitu kama hivi ni vitu vigumu sana kuvipata. Upande mwingine raia wa manispaa ya Katanga mjini Baraka hawakuficha furaha yao. Kwa upande wangu nimepokea vizuri kwa sababu tulikuwa tunahangaika maternite yetu haienezi kondisio za maternite, kuna vyumba vyenye haviko. Ndio kwa maana tuliona kama shirika la AJEPAD ilifanya vizuri kuja kutuongezea maternite. Recommandation kwa AJEPAD, kwanza nimewashukuru, na recommandation ilikuwa napendekeza waendelee kuja kutuona na waendelee kubuni ingine miradi yenye itahusu sante zaidi. Kufuatana na mradi wao wa kutaka kuja kutujengea chumba cha uzazi, yani maternite ya wakina mama kuzalia ndani. Kwa upande wangu nitapenda kuongea kwamba AJEPAD hii sio mwanzo na mwisho. Hii ni mwanzo wa AJEPAD kuja kutufanyia kazi za afya hapa kwetu Katanga, na vile vile tutawaomba baadhi ya huu mradi wa kutujengea hii maternite vile vile wakumbuke kutufanyia mambo mengine hapa kwa ajili ya afya bora kwa wakaaji wa hapa kwetu Katanga, kwa sababu bado tuna matatizo mbalimbali. Nyumba zingali bado ndogo, nafasi ya kulazia watu inakuwa tatizo kunakuta na ndio maana tunasema kwamba recommendation yangu ni kuomba kwa AJEPAD isiyo mara ya mwisho, wazidi tena kutuzidishia msaada hapa kwetu ku centre de santé ya hapa kwetu Katanga. Mwishowe meya wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha amewataka wakaaji waliofaidi na ujenzi wa nyumba hizo kutoa nao pia mchango wao ili kazi hizo zipate kumalizika. Tunashukuru mradi huu. Tulikuja kufungua hapa kwa mwaka jana. Walikuwa walemavu tu ndio tulikuwa nao na wakaanza kupata huduma. Leo kuna matatizo ambayo imesemekana wakati tumekuja kufungua mradi wa kusaidia watu ambao wanaishi na ulemavu. Kwa hiyo matatizo hii ni moja kwa suluhisho ya kuboresha hali ya raia. Na mradi huu umeenda mvile yote ya Baraka. Na hapa ambao tumekuja kulanse hii mradi,
tena inaleta response kwa malalamiko ambayo tumeenda tunakutana nayo. Kwa hii mradi Musema, komine ya Katanga, komine ya Baraka Centre na komine ya Kalunja. Afya ambacho nashukuru ni kwamba maternite ambayo ni response ya kwanza kwa huu mradi ambao unaendelea. Maternite ni hapo nafasi ambao kuna kuja watu wapya watakao gomboa jamii, kwani wahenga wanasema kizazi uja kizazi kwenda. Hapa ni nafasi ambao tunakuja kuongeza idadi ya watu kwa maternite, wale watu ambao wanapangiliwa serikali kwa ile jukumu ya kuwapa maisha mazuri. Na maternite ambayo itajengwa hapa ni ya jamii. Huyu ambaye anakuja kusaidia serikali kwa kuboresha maisha ya jamii iwe bora, analeta mchango wake, na mchango unakuja kujamii. Hapa kwenye maternite iko cha kwanza, tunaomba raia yote ya komine ya Katanga ambao wako mo aire de santé ya Katanga, wote wanapia jukumu ya kuja kulinda, kukinga na kuboresha mradi huu. Ni vema tuwajulishe kuwa kazi zote za ujenzi wa nyumba hizo zitafanyika kwa muda wa miezi mitatu. Tuelekee huko Simbi ambako wanamgambo wawili wa kundi la wazalendo la FPDCML linaloongozwa naye mtetezi wa pili Olivier Bolingo wameuawa kwa risasi mnamo siku ya 4 ya wiki tunayo kijijini Simbi, sekta Mtambala, tarafani Fizi. Kwake eneo wa Shikala Bulimwengu, mwenyekiti wa shirika la raia tawi la Malicha ambaye amehakikisha habari hii amesema kuwa yote yalianzia kwenye kilabu cha pombe ambako kundi la wazalendo lilikwenda kumsaka mwenzao aliyekuwa akitumia mvinyo. Ni kupitia kutokuelewana kimasemi ndipo mzalendo huyo alimfiatulia mmojawapo risasi na kufariki papo hapo. Hata hivyo, uongozi wa kundi hilo uliamuru pia kuuliwa kwa aliyesababisha kifo hicho kama anavyoeleza. Ndiyo, kuna maafa ilipitika hapa ndugu zetu wazalendo FPDC. Ilikuwa majana wa mida za mchana, wazalendo walikwenda kumfunga mwenzao mzalendo, alikuwa pasi moja kwenye kilabu cha pombe. Walipofika pale wakuelewana zaidi kimaongezi na mwenzao, yule mwenzao alifika na apiga mwenzao risasi moja ilikuwa inafikia mfunga. Ndio pale wenzake walifikia kumfunga na kwenda naye kule kukaa. Walipofika kule kukaa tena wakakia naye kule kwenye alipigana masasi na wakamtia pale na wakampiga masasi. Ndio gisi wote wawili walikufa jana. Wote wawili ni wazalendo wote wa movement PDC ya mzee hayati Kibukila inaongozwa kwa sasa na mzee Bulingo. Wote walikuwa nakaa kukaa moja pale Malicha pale. Nimeshukuru kuna ka usalama kidogo kwa sababu wote baadhi ya kukufa, mmoja alibebewa mkera nyumbani kwao, mwingine akarudishwa haraka nyumbani kwao. Malicha alikuwa sasa ni shwari kidogo. Mzee, tunasema kwanza ni huzuni sana ambao tunazidi kupokea kila leo habari kama na hizi na hali kama na hii, lakini tunasema tuende na wakati kwanza, na sisi kwa sababu tumeshasema tumechoka, ila tunazidi kuambia ndugu zetu wajitulize. Adui bado hajafika, lakini hapa na pale masasi hayana kazi, hayana ya vita, maafa kama hata kutokea tu. Tumeshaongea na wakubwa, najua ukiwa mkubwa na linda watu wa mingi, na kuna mara naye anasema naambia watu wake watamuelewa, lakini tunapokea kwa huzuni sana kupoteza watu wawili kwenye eneo pasipo vita yoyote ile, kwenye maongezi madogo tu ya kutokuelewana. Sisi tunazidi kuomba wakuu viongozi zaidi sana kimajeshi wa kizalendo wa ndugu zetu wazidi kuweka watu hao chini sana, wazidi kuwashauri na wazidi kuwapatia mawazo ya kutupatia sisi amani kama vile raia. Tukiwa katika sekta ya usalama, mbuzi pamoja na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana, muhanga pia kutishiwa maisha. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa siku ya 5 hii kwenye eneo kati ya Kilembo na Makola, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo limekemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Udhibitisho wa habari hii ya usalama ndogo umetolewa naye Abedi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa NDC sekta ya Lulenge, ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Asubuhi ya leo yapata saa 12 za asubuhi, kati ya njia ya kutoka Kilembo kuelekea Makola, njia ya pori, kuna wavijana ambao walitinga mshu moja ambaye alikuwa toka kununua mbuzi zake,
wakampora nusu ya mali zenyewe hazijajulikana na wa vijana hawakujulikana, na wengine leo ilikuwa siku ya soko, wakati walikuta ile hatua wakakimbia zao, hawakushikwa kabisa. Lakini soko ya Makole ililema yapata tangu wazalendo ikali barabarani hadi sasa hatujaona hiyo hatua, na ni mara ya kwanza kusikia kitendo kama hicho. Hata hivyo, muundo huo wa kiraia unaomba kwa viongozi wa wazalendo kuingilia kati juu ya swala la vizuizi bandia, kama anavirejea tena hapa Abedi Sombia Abdul. Tungipendelea kwa kuwa wazalendo kama vile Mzee Brown anavyotusikia kamba ndani ya sekta ya Lulenge zilisemwa zitakuwa zinapangiliwa, kamba ikuwe Maindombe, kamba ikuwe Mabunga, Kilembwe na Tubangoe. Ingekuwa ya muhimu kamba ya Lubondo ilisemwa itakufa, haitakuwa tena iondoke, na ikweli ilikuwa ishaondoka. Kwa nini tena kamba ya Lubondo inarudia? Na hiyo kamba inanyanyasa raia sana, hiyo inaweza ikaleta mambo yasiyokuwa sawa. Ilikuwa muhimu kamba na iondoke, itoke kwa sababu silete masura zenyewe zina sawa, masura za kunyanyasa raia, kamba zisipite kipimo. Mkuu wa sekta ya Lulenge mwenyewe alizungumza ya kwamba kamba ya Lubondo inapaswa iondoke. Mkubwa wa sekta ya Wabulu alisema naye kamba ya Lubondo inapaswa iondoke. Kwa nini ule kamanda mwenye kuwa pale Lubondoi Umba anaendelea kutele kamba pale? Hiyo sio kitendo halali. Kama anataka kamba aende, yeye ni mtu ambaye anaangaliwa na grupu ya autodefense yenye kuwa Kilembwe. Kibuye nyinyi angaliwa na Mzee Brown. Kwa nini yeye anaendelea kutia kamba Lubondo? Kumbe sisi kama vile shirika la raia tunakemea iko kitendo na kusema kamba zote zinaikoidentifie na zinabidi zikae kadiri wakuu viongozi na wengine watu waliongea. Raia ipate kupumua, isinyanyaswe visivyowezekana na kupita kiasi. Msikilizaji, hivi sasa nampisha Omari Makelele Ozil kwa ukurasa wa michezo. Na barabara kabisa mwenzangu Baumesa Di Francois. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za tarafa la Fizi. Ni kwamba siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili ya wiki tunayo ambayo itakuwa ni tarehe 17 na tarehe 18 mwezi Mei 2025 kutapigwa mechi mbili za kirafiki katika uwanja wa Umoja huko maeneo ya Fizi Center. Mechi hiyo itaanza siku ya Jumamosi tarehe 17 Mei 2025 ambako wachezaji wa Cercle de Football de Fizi Centre watapambana vikali dhidi ya wale wachezaji wa Cercle de Football ya Nganja Littoral. Mechi hizo zitakuwa zinapigwa katika uwanja wa Umoja na ticket ni pesa 1000 za Kongo. Na kwingineko ni kwamba siku ya Jumamosi ya tarehe 17 Mei 2025 mechi za ligi ya nyumbani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu linafuti katika hatua yake ya playoff zitaweza kutimua vumbi ambako mechi 3 zitaweza kupigwa huku zingine zitapigwa siku ya Jumapili. Tuanze na mechi za siku ya Jumamosi. Majira saa 9 na dakika 30 katika uwanja wa Martyr, vijana wa AS Vin Club watawakaribisha vijana wa DSMP Imana, na vile vile kwenye uwanja wa Tata Rafael hapo Kinshasa kutapigwa mechi mbili. Mechi ya kwanza itapigwa majira saa 7 na dakika 30 ambako vijana wa Sanga Balenge watawakaribisha vijana wa CS Don Bosco, na vijana wa AS Rangers watakuwa vikali dhidi ya Tupuisa Mazembe Anglebert. Lakini siku ya Jumapili kutapigwa mechi 3 vile vile. Kunako uwanja wa Martyr, vijana wa Angers Vert watawakaribisha vijana wa AS Simba majira saa 7 na dakika 30, huku vijana wa Les Aigles du Congo majira saa 9 kamili watakuwa vikali dhidi ya Saint-Eloi Lupopo. Na mechi ya saa 9 na dakika 30 kunako uwanja Kibasa Maliba huko katika jiji la Lubumbashi, FC Tanganyika watakipiga dhidi ya Manyema Inyo ya Kindu. Na huko katika bara la Ulaya sasa mwenzangu Baumesa Di Francois, ni kwamba mchezaji wa klabu ya FC Nantes hapo nchini Ufaransa Mustafa Mohamed amegoma kwa mara nyingine tena kuichezea mechi ya ligi kuu hapo nchini Ufaransa klabu yake hiyo ya Nantes, katika wiki ambayo ligi hiyo yako nchini Ufaransa inakuwa inaunga mkono mapenzi ya jinsia moja au homosexual. Mchezo wa wiki ya 34 ya ligi kuu hapo nchini Ufaransa ni muhimu sana kwa klabu ya FC Nantes kwa ajili ya kujinasua ili wasiweze kushuka daraja, lakini mchezaji huyu ambaye ni muhimu katika kikosi cha klabu ya FC Nantes lakini ameweka wazi kuwa hatoshiriki mchezo huo na yupo tayari kwa lolote, lakini sio kusapoti mapenzi ya jinsia moja. Weekend hii klabu ya FC Nantes watacheza mchezo dhidi ya Montpellier ambao tayari wameshuka daraja.
Vile vile katika nchi ya Uhispania ni kwamba mchezaji kutoka Uhispania Nico Williams ameanza kuwaaga baadhi ya wachezaji wenzake wa klabu Atletico Bilbao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika nchi ya Uhispania zinaeleza kuwa mchezaji huyo Nico Williams atajiunga na timu mojawapo ya huko nchini Uingereza. Klabu hizo ambazo zinazaniwa kuwa zitamchukua mchezaji huyo ni klabu za Arsenal the Gunners pamoja na Chelsea the Blues. Msikilizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi, nakumbusha kwamba unaendelea kutegea sikio uchambuzi wa habari zetu ambazo zinakujia kutoka kwenye studio za Radio ya Kijamii Kivu. Tunatangaza kutoka Baraka kwenye 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Katika habari za kitaifa, katika kesi inayoendelea kuhusu rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, hasa kuondolewa kwake kinga ya useneta wa maisha, mshikiliwa mmoja anayejulikana kwa jina la Eric Nkuba aliyekuwa mshauri wa Corneille Nangaa ametoa ushuhuda juu ya kesi inayomkabili rais huyo wa zamani, kama inavyoeleza hapa ripoti yake Safari Alimasi Dilwe. Bunge la Seneti lilianza Alhamisi Mei 15 uchunguzi wa mashtaka yaliyopitishwa na mhakiki mkuu katika korti kuu ya kijeshi. Huyu anaomba kuondolewa kwa kinga ya useneta wa maisha kwa Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa DRC, kwa lengo la ufunguzi wa kesi za kisheria dhidi yake. Maseneta waliamua kwa siri kuanzisha tume maalumu inayohusika na kuchambua faili ndani ya masaa 72. Mwendesha mashtaka wa kijeshi anabainisha kuwa hatua iliyoanzishwa haimlengi Joseph Kabila Kabange kama rais wa zamani wa jamhuri, lakini katika ubora wake wa sasa kama seneta wa maisha. Katika mashtaka yake, mashtaka mazito anamkabili yaliungwa mkono na tamko ya mshirika wa zamani wa Corneille Nangaa, mkuu wa vuguvugu la kisiasa la Alliance du Fleuve Congo AFC, linalochukuliwa kama tawi la kiraia la harakati ya waasi wa M23. Kulingana na mwendesha mashtaka, AFC M23 ungefairika na msaada wa Joseph Kabila. Msaada unaozaniwa wa rais wa zamani ungewezesha uasi huo kuimarisha vitendo vyake vya kijeshi mashariki mwa nchi, eneo la vurugu zinazorudiwa tangu mwaka 2022. Mashambulizi ya M23 iliyozinduliwa tena katikati ya Juni 2022 na kutekwa kwa mji wa Bunagana, tangu sasa ameenea hadi majimbo ya Kivu kaskazini na kusini. Marujio kadhaa imetajwa kwa msaada, miongoni ni shambulio la kambi ya wakimbizi wa ndani Pagoma mnamo Mei 2024 na kusababisha watu 31 kufariki, kukamatwa kwa mji wa Goma mnamo Januari 2025 na askari wa Rwanda na kusababisha vifo 8,000 kulingana na mashtaka, au vitendo vya uharibifu, uporaji na vitendo vya ubakaji Pakasindi na katika vijiji vingine. Mashtaka hayo pia yanaripoti juu ya maelezo yaliyotokana na Joseph Kabila katika mahojiano yaliyotolewa mnamo Februari 23, 2025 kwenye Sunday Times, ambako rais huyo mstaafu aliwahi kutamka kwamba AFC M23 inawakilisha matarajio mazuri ya raia wa Kongo. Matamshi hayo yaliashiria kurudi kwake nchini DRC kupitia sehemu ya mashariki mwa nchi iliyo chini ya udhibiti wa M23, zinatafsiriwa na haki ya kijeshi kama ishara ya kujiunga kwenye mradi wa kisiasa na kijeshi wa muungano wa waasi. Ushuhuda wa Eric Nkuba Shebandu, mshauri wa zamani wa Corneille Nangaa anayechukua nafasi kuu katika faili hili, alikamatwa mnamo Januari 2024 na kisha akahukumiwa kifo. Mtu huyu anadai kuwa alisikia huko Kampala mnamo Mei 2023 mazungumzo kati ya Joseph Kabila na Nangaa, wakati ambao Rwanda ilikuwa imehimiza kutomuua Rais Felix Antoine Tshisekedi ili asifanywe kuwa shujaa wa kitaifa Imairo National. Rais wa zamani Joseph Kabila Kabange siku hiyo alipendekeza mkakati wa umeshaji wa kisiasa unaolenga kuanguka kwa utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Kwenye kiwango cha kisheria, mwendesha mashtaka anamtuhumu Joseph Kabila kwa makosa makubwa 8, ikiwa ni ushiriki katika harakati za ghasia, usaliti kwa kutoa mawazo kwa nchi ya kigeni kama Rwanda, ushiriki katika uhalifu wa kivita unaofanywa na M23 na ukiukwaji wa jukumu la akiba, uaminifu na uzalendo uliowekwa juu yake na sheria juu ya hadhi ya marais wa zamani waliochaguliwa. Maseneta wanapendelea ufunguzi wa kesi, wanaamini kuwa ukweli ulio wazi ni ukali wa kipekee. Wengine wakitaja kifungu cha 224 cha kanuni za ndani za Seneti, wanaamini kwamba uamuzi wowote kwa maana hii unaweza kuchukuliwa tu katika kongamano, yani baraza zote mbili. Ikiwa bunge la Seneti litaruhusu, Joseph Kabila atakuwa rais wa kwanza mstaafu wa Kongo kustakiwa kwa vitendo vya usaliti na uhalifu wa kivita, uamuzi ambao utaashiria kugeuka kwa kawaida katika historia ya kitaasisi ya DRC. Ni kutoka habari za kitaifa kwa siku ya leo.
Shukran Safari Alimasi Dilu. Msikilizaji, tutamatishe na huko Burundi ambako chama cha kisiasa cha CNDD-FDD kilichopo madarakani nchini Burundi kinasema kuuchukulia mwaka 2025 kama mwanzo wa njia ya maono ya kitaifa katika kuiendeleza nchi hiyo ndogo ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hayo yamesemwa naye Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika siku ya pili ya kampeni za uchaguzi mkoani Gitega, makao makuu ya nchi hiyo. Bukuru Elias Daniel, mwanaripoti wa Radio Kivu kutoka Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Chama cha CNDD-FDD kimesema kuwa kinasimamia ustawi wote na kinahitaji kila Mrundi awe na mafanikio. Mwaka wa 2025 katika chama hicho ukiwa umechukuliwa kama mwaka wa njia ya maono na kuifikisha nchi kwenye maendeleo ya kudumu. Hayo yamesemwa na Rais Evariste Ndayishimiye wakati wa mkutano wa chama hicho katika siku ya pili ya kampeni mkoani Gitega, makao makuu ya nchi. Twebwe rero indongozi z'abarundi turazi iyo turiko turajana ihanga ry'abarundi, none twarazanye demokrasi, igihugu bukigengwa n'amategeko, nta muntu acipanga. Sisi kama viongozi tunajua tunapolipeleka taifa la Burundi kuleta demokrasia, na kwa sasa nchi inaongozwa kwa sheria. Hakuna mtu anayejipanga mwenyewe, wananchi ndio wanaokupanga. Hayo yote ni matokeo ya matunda mazuri yaliyolimwa na chama cha CNDD-FDD, na ndio maana tunawapongeza waliokuwa mbele yetu. Tukimpongeza sana hayati Rais Pierre Nkurunziza. Amekuwa taa yetu inayotumulikia na kuifuata katika kuangalia msingi aliotuwekea, na ndio ambao unasababisha kwa sasa nchi kuwa bora na yenye utulivu mzuri. Nchi ya Burundi hatukuiokota njiani, na kuna ambao walikuwa wameikalia na kuiumiza nchi. Nchi tuliirudisha kwenye mstari mzuri tukiwa tumechoka. Kuna waliokuwa wanajifanya vigogo katika nchi, lakini na wao walishanyoka, na ndio maana tuko kwenye kampeni hizi tukiwa tumetulia. Pia tunawaomba muweke kumbukumbu ya picha ili miaka ijayo muwe mnajikumbusha mlipotoka, na hakuna Mrundi anayetaka turudi nyuma. Na hayo yote tuliyaona wakati wa uzinduzi wa kampeni za uchaguzi, ambapo vyama vyote vya kisiasa vilishiriki kwenye gwaride, tena vikiwa na furaha. Misi zoza muze musigaye mwibuka guhera abaho twavuye, handi ho twovyibagira. Twarabonye ko ata Murundi numwe ashaka dusubira inyuma. Twabiboneye hanyene ku munsi wa gatanu, aho twabonye imigambwe yose iriko iragira defile ikarashishi kandi rabinezererewe. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wa habari zetu kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kumtegea sikio mwanzo hadi tamati. Nimshukuru vile vile Merci Mbelechi aliyenisaidia kwenye dawati la mitambo, bila kuweka kando jopo zima la wariri wa Radio Kivu walioandaa taarifa hizi. Jina langu ni Baomesa Di François, mchambuzi wako wa siku. Baki nasi. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.